Watu 8 wamejeruhiwa baada ya makundi hasimu yaliyodai umiliki wa shamba lenye ekari 1200 katika eneo la Samburet Estate mpakani mwa Kericho na Nakuru kushambuliana kwa kulipizana kisasi. 7 kati ya majeruhi hao walikimbizwa hospitali ya Central Kericho huku mwingine akipelekwa hospitali ya Siloam kwa matibabu. Electin Odera anatuarifu mengi. Inadaiwa shambulizi hilo lilianza baada ya kundi moja kudaiwa kulifurusha kundi jingine kutoka eneo lenye utata. Kundi hilo likarudi kufanya mashambulizi tena. Waliojeruhiwa ni wafanyakazi wa kampuni ya Brown Steel Plantation ambayo inamiliki sehemu ya ardhi hiyo. Wakakuja paka kwa mlango. Wakagonga mlango, fungueni mlango. Tulinyamaza tu. Wakakuja kwa dirisha, wakapiga dirisha, hiyo ikapasuka kwa nyumba. Wakati waliingia tena wakarudi kwa mlango. Wakati warudi kwa mlango, wakapiga mlango tena wakaingia kwa nyumba. Wakanipata na huyo mama. Wakapiga huyo mama kichwa, wakanifuruta, wakasema wewe ndio ulikula na tafuta. Shamba hilo limekuwa kitovu cha mzozo wa umiliki kwa muda mrefu, ambapo kampuni ya Brown Steel Plantation, kampuni binafsi za ardhi na jamii ya Ogiek wote wanadai haki ya umiliki. Mzozo huo umedumu kwa takriban miezi mitatu, huku makundi hasimu yakikabiliana mara kwa mara kuhusu umiliki na udhibiti wa shamba hilo. Sisi sasa tutoke nje. Akanikonga, akanislap hapa na panga. Akaambia sasa msee kaa chini. Walitokea tu karibu na kambi. Walitokea tu karibu na hiyo kambi yao ya kambi ya Samburet na wakaanza kutushambulia. Na nilikuwa na pikipiki. Nilipopenduka wakanipiga mshale, nikapendua pikipiki. Kupendua pikipiki kuja hivi upande ya Kericho, wakaniwekelea mshale nyingine hapa nyuma. Polisi hata hivyo wamedinda kutoa taarifa kuhusiana na tukio na kama kuna yeyote aliyekamatwa. Electin Odera, NTV. Na asante sana Electin.